Naam, msikilizaji, umetoka huku sikiliza story ya mbunge ya mgombea story ya mgombea ama story ya mgombea ubunge wa jimbo la Bukombe kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Biteko, Doto Mashaka Biteko, ambaye ameweza kuzungumza hapo, ameweza kuzungumzia ama kumzungumzia mgombea urais kwa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwamba yeye kama yeye Dr. Biteko anamshukuru kwanza Dr. Samia kwa kuwa amekuwa ni kiongozi wa kuigwa na ni kiongozi wa mfano, kwa sababu yeye Biteko anasema Samia amekuwa sio kiongozi mwenye maneno mengi, ila yeye maneno kidogo, vitendo kwa wingi. Yani kwamba akisema tutafanya hiki basi kitafanyika kweli, na sio tu kuleta siasa kwamba tutafanya hiki alafu mwisho wa siku hicho kitu kinaweza kisifanyike. No, ila isipokuwa yeye amekuwa ni mtu wa maneno kidogo na matendo kwa wingi. Hiyo ni kwa mujibu wa kwake Dr. Biteko. Lakini pia awali nilikwambia kwamba leo ni siku ya kumbukizi ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na imekuwa ni siku maalum kwani tangu baada ya kifo chake basi imekuwa ni mwendelezo kwa taifa letu, kwamba kila inapofikia tarehe ambayo yeye aliweza kutoka basi inakuwa ni siku maalum ya mapumziko, ili kuwa ni kumbukizi ya kifo chake yeye. Lakini na huwa inatumika pia vile vile kwa viongozi kuelekea ama inapoelekea siku kama hii ya leo, basi siku chache nyuma viongozi kumekuwa na mwendelezo wa kuweza kufika pahala alipokuwa amepumzishwa kwenye nyumba yake ya kudumu. Nazungumza alipokuwa amezikwa Julius Kambarage Nyerere. Viongozi huwa wanakwenda kuzuru, kuzungumza naye mawili matatu, lakini pia vile vile bila kusahau kwamba kuendesha dua kwa ajili ya kumwombea pate maisha mema na mazuri huko alipotangulia mbele za haki. Na moja kwenye kampeni, ukumbuke kampeni zinaendelea hivi sasa mpaka pale kilele kitakapokuwa kimefikia, ambapo itakuwa ni siku ya uchaguzi. Sasa leo kwenye kampeni mgombea wa rais kwa tiketi ya CCM Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba tumetimiza ndoto na maono ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sikiliza history inayofuata hapa ili uweze kufahamu mgombea wa rais kwa tiketi ya CCM ameweza kuzungumzia kipi na ndoto ipi ambayo ilikuwa ni ndoto ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na yalikuwa ni maono pia vile vile ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu sana msikilizaji ndani ya Jamvini. Kama ilivyo kawaida, mimi nipo kwa ajili ya kukuhabarisha wewe kile kilichokuwa kimeweza kutokea na kujiri kwa siku husika. Mgombea wa urais mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi yani CCM na rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake ya awamu ya 6 na awamu ya 5 zimefanikiwa kutekeleza kwa vitendo maono na fikra za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kujenga taifa imara linalojitegemea na kujali maendeleo ya watu. Dr. Samia ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo leo Jumatano Oktoba 14, 2025 Tanzania inaadhimisha miaka 26 tangu kutokea kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiongozi na muasisi wa nchi alijenga
misingi ya taifa katika itikadi na falsafa za kuwaletea wananchi maendeleo na kujenga taifa lenye uchumi jumuishi na lenye kujitegemea, akipigana vita dhidi ya umaskini, maradhi pamoja na ujinga. Ni nukuu hapa. Tunapomzungumzia baba wa taifa, hatuwezi kumtenganisha na misingi ya kiitikadi na kifalsafa iliyojengwa na dhana mbalimbali. Alisisitiza kuwa maendeleo yote yenye maana hayana budi kuwalenga watu, na ndiyo maana dira na mipango yetu yote ya maendeleo ni pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi inajielekeza kujenga taifa linalojitegemea lenye uchumi jumuishi na ustawi wa watu, yaani maendeleo ya jamii, uwezeshaji wa kiuchumi na kukuza uchumi wa taifa letu. Kadiriwa hivyo Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Oktoba 10, 2025, akiwa Butiama mkoani Mara alipozaliwa na kuzikwa baba wa taifa, Dr. Samia alisema serikali yake imefanikiwa kutimiza maono na ndoto za baba wa taifa kwa vitendo kupitia miradi mikubwa ya kimkakati, ikiwemo ujenzi na ukamilishaji wa mradi wa kimkakati na kufua umeme mradi wa kimkakati wa kufua umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere, mradi unaozalisha megawati zaidi ya 2000 za umeme na kuondoa kabisa changamoto za umeme. Dr. Samia ametaja miradi mingine kuwa ni makao makuu ya nchi kuhamishiwa Dodoma, kwa mihimili yote ya nchi kuhamia mkoani humo, ujenzi wa mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe, ujenzi wa bwawa la Mkomazi Korogwe ambalo kwa sasa limefanikiwa 50%, pamoja na bwawa la Kidunda ambalo kukamilika kwake litasaidia kutatua kero za maji kwenye mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na sehemu ya mkoa wa Morogoro. Baba wa taifa liliachia taifa misingi mizuri ya kifalsafa, kisera na kisiasa, na kazi yetu sasa kama vioo. Hayo ndio maneno ya kwake Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Na hebu karibu msikilizaji wa Jamvini tuweze kumsikiliza kwanza hapa akizungumza, pia vile vile tuweze kupata kidogo akizungumza ile tarehe 10 ambapo alienda kuzuru kwenye kaburi la hayati Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia vile vile taweza pia kusikiliza na alichokizungumza leo pia kwenye kampeni. Hii ndio maana halisi ya Jamvini, kuweza kuangazia yale yote ambayo yameweza kushika vichwa vya habari na zile za motomoto kabisa kukuletea hapa, na wewe pia unazisikiliza. Sisi tunasikika vyema kutoka Msasani jijini Dar es Salaam. Karibu msikilizaji ndani ya Jamvini, karibu uweze kumsikiliza Dr. Samia Suluhu Hassan.